Ayuo TV, ulimwengu kiganjani. Kwa jina naitwa Sheikh Rajabu Hassan Kiungiza, kadhi wa mkoa wa Arusha. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah alqaimi lihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baada ya salamu, kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumuhimidi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali na sahabi zake, kwanza ni wakaribishe Ayuo TV katika mkoa wa Arusha, lakini pia vile vile ni wakaribishe kwa niaba ya imamu wa msikiti wa Bondeni, ambako leo kutakuwa na darsa muhimu chini ya mada kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mada hiyo itatolewa na mimi mwenyewe Sheikh Rajabu Hassan Kiungiza, kadhi wa mkoa wa Arusha. Msikiti huu wa Bondeni ndiyo msikiti mama katika misikiti ya mji wa Arusha. Msikiti ambao ulijengwa na wazee wa mji huu, marehemu mzee Wali Ali, mzee Shabani Mkindi na wazee wenzao maarufu wa jiji hili la Arusha. Zamani ulikuwa msikiti wa tope katika eneo ambalo kwa sasa ndio kumejengwa ofisi za jiji la Arusha. Walipotakiwa kuhamisha pale, basi vifaa vilivyokuwa kwa wakati ule, miti na kadhalika, mianzi, vilihamishwa kutoka pale kuja hapo ulipo msikiti huo wa Bondeni kwa sasa. Hawakujenga msikiti wa maana sana, lakini mpaka walipofika miaka ya 80 alipoteuliwa kuwa imamu wa msikiti ule Sheikh Shaban bin Juma Abdallah, ambaye kwa sasa ni mshauri mkuu wa Baraza la Ulama Taifa na shekhe wa mkoa huu wa Arusha, ndipo aliposimamia ujenzi wa msikiti ule na kujengwa msikiti wa ghorofa ambao ulivyo kwa sura hii ya sasa unavyoonekana. Kwa hivyo Ayuo TV wameona basi kwa kufuatia historia hiyo, basi darsa hili la mkoa kwa mkoa, wanapotembea kwa mashekhe mbalimbali kwa ajili ya mada ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ifanyike katika msikiti huo mkongwe. Arusha ina misikiti mingi, wangeweza kufanya darsa hii katika msikiti wowote, lakini wameteua msikiti ule kwa kuzingatia historia yake kwamba ndio msikiti mkuu katika misikiti ya Arusha. Basi wameona kwamba mada hii kwa mkoa wa Arusha ifanyike katika msikiti huo leo, siku ya Alhamisi tarehe 30 mwezi wa 7 baada ya sala ya magharibi. Kwa hivyo Waislamu wote wa jiji la Arusha, waume kwa wake, mnakaribishwa kusali sala ya magharibi katika msikiti huo wa Bondeni, ambao kwa sasa unajulikana kama, zamani ulijulikana msikiti wa Sheikh Shabani, sasa hivi unajulikana msikiti wa Abdillahi, lakini jina ni msikiti wa Bondeni. Umeitwa kwa majina yao kwa sababu tu ya uongozi, kwamba wakati ule wa Sheikh Shabani alikuwa yeye ndio imamu, na sasa unaitwa msikiti wa Abdillahi kwa sababu yeye ndio imamu, Abdillahi Hanafi. Lakini jina la msikiti ni msikiti wa Bondeni. Na wakaribisheni kwa niaba ya Ayuo TV kwamba muweze kuhudhuria katika darsa hiyo magharibi ya leo, na itakuwa mubashara, itakuwa live darsa hii kupitia Ayuo TV. Wale mtaotaka kuangalia kwenye simu, basi ikifika majira ya saa 1 jioni, basi inshallah mfungue simu zenu kwenye YouTube, basi mtapata darsa hii mubashara moja kwa moja kutokea msikiti wa Bondeni kupitia channel ya Ayuo TV. Nadhani kwenye kingamuzi cha Azam, nadhani
Kwa hiyo bado wako hawajaingia huko, wanasema basi wao inshallah watakuwa live, tutawaona jioni, na mimi ndio nitakuwa mtoa mada. Tunawakaribisheni Waislamu wote wa jiji la Arusha, karibuni sana kwenye darsa hiyo muhimu. Mada kuu ni kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni muhimu kwa Muislamu umpende mtume wako, lakini kwa upana zaidi na kwa urefu zaidi sitaki nizungumze mada hapa ni dadavue, nitaondoa utamu na pengine naweza kuwazuia msifike kwenye darasa hiyo. Basi ni afadhali mfike wenyewe msikilize, huku mkimuona msemaji kupitia Aiwa TV kwa atakuwa majumbani, lakini mtamuona msemaji live kutoka ndani ya msikiti wa Bondeni inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aiwa TV, ulimwengu kiganjani.